Salum, mambo vipi? Bwana mambo fresh, niambie mzazi. 100 chini ya 100 plus. Maisha yanaendelea Dar es Salaam ball. Jumamosi tuko tena station. Twenda kupambana hapa. Niambie mwanangu mwenyewe. Lete habari. Uko vizuri lakini sasa. Zaidi ya 100. Kama kwa mimi niko plus, sina shaka. Nipo vizuri ball. Nilijua baada ya kutangazwa meneja mkuu wa Wekundu wa Msimbazi kwako umeogopa, umeweweseka. Kwanza nilistuka mimi, nikasema kumbe basi nchi yetu sasa tunapiga hatua. Kama sasa meneja anakuja ndio kocha huyo, ndio meneja huyo, nilistuka nikasema basi hatua imepiga hatua kubwa sana. Lakini baada ya kufuatilia baadaye nikagundua kumbe kuna kocha meneja. Umeelewa? Kwa maana kama kwa mazoezi kocha mkuu, kwa mechi anakuwa meneja. Kwa hiyo peke yake hiyo nikaona shangwe Simba. Kwa hiyo mtu mmoja alivyo viwili, maisha yanaendelea. Dunia inaendelea safi. Safi kabisa. Kwako umefurahi? Kwangu nimefurahi. Kwa sababu huyo kwenye mazoezi ya club anakuwa kocha mkuu kwenye mazoezi. Akija kwenye mechi kocha msaidizi. Imekaa vipi hiyo? Meneja huyo. Imekaa vipi? Ndio tamu kuliko wewe utaki kwa meneja. Yaani ndugu yangu nikwambie kitu kimoja. Simba kuna maeneo wanapaswa kuiangalia kwa makini sana katika mchezo hii. Kwanza aina ya kocha waliomchukua. Ni kocha ambaye atarudisha falsafa yao Simba kwanza. Mfumo wake ni falsafa Simba Daudi ile mpira wa pasi nyingi. Ni mtu wa pasi nyingi sana wa aina hiyo. Kwa mpira wao utarudi kwa mpira wao. Lakini mwalimu ambaye anachelewesha sana muda kwa kutafuta matokeo. Yaani pasi nyingi unaona wanafanya makosa ajabu. Yaani mpira muda mwingi sana kwa unao mpira. Kwa hiyo slow. Gaborone. Wana slow kwenda mbele. Yaani muda mwingi wanatumia kucheza pasi ambazo zinachelewesha kufanya matokeo. Kwa hiyo unakuta dakika 10 nzima wanakwenda kutengeneza shambulio moja. Kwa hiyo peke yake ni shida katika Simba. Lakini pili tunashukuru wametuletea ubao. Ubao Wa kuandikia matokeo yao. Sijakuelewa Salum. Tunashukuru Simba wametuletea ubao wa kuandika matokeo yao. Yule kocha mwili mzima ubao kama ubao una maandishi. Kwa hiyo kumbukumbu zetu zote za kuwafunga tupata sehemu ya kuandika za kumbukumbu zao. Hapa tuwapiga 5, hapa tuwapiga 2, tutapata sehemu ya kuandikia. Yaani na kuandika kwa meneja. Meneja. Kwa hiyo kumbukumbu zetu zitakuwepo kwa maana wakati mwingine wanajisaulisha tu. Tutakwenda tia saini zetu pale. Kwa hiyo jambo la pili. Lakini la tatu, yule mwalimu amewahi kuipa ubingwa timu mbili. Kwa story hivyo nilipoangalia na haraka story yake timu mbili amepa ubingwa. Asiende msimu huu akawaharibu wana Simba wengi wakati wanatembea kata viuno. Mbona unaenda mbali zaidi? Sio mbali. Wewe mwalimu gani ndio sisi tunapambana na watu wa aina ile mjini utotea watu wale. Mwalimu anavibuli mwili mzima. Kuna mpira pale. Wanakuja kutafuta na watu. Mazoezi tunatoka hapo kushikana mchezo itakuja kushikana. Tunachowaambia Simba amepata kocha, sijui meneja, wanajua wenyewe. Tunaingia kwenye ligi. Tupo kwenye ligi moja. Ligi yenye competition kubwa mno. Hatutaki lawama. Katikati ya msimu tusikie mtu kafukuzwa tena. Watu mecha timu zao liacha, hatutaki kusikia mtu mwingine anaacha. Wabaki naye mpaka mwisho wa msimu ili tuweze kuandika matokeo yetu kwenye mwili wake na wachezaji wao tuwaone wana improve kiasi gani. Hamna kocha kule. Mule kuna msimamizi tu wa mazoezi. Kocha hakuna. Tutatafutana hapa. Hii nimeweka ndio. Kile alichokionyesha kwenye hatua za awali. Si kinatosha kabisa hatua ya awali tumesema wale pipa na mfuniko alikuwa hakuwa na ubunifu aina yoyote. Simba anashika nini? Yule kocha hakuwa na tumeona mchezo wazi. Mpira mchezo wazi, watu wameona mchezo ule. Tumeona raundi ya kwanza kule nyumbani kwao, tukaona na hapa. Utaona kabisa matokeo. Simba bado papatu tu pale. Na ndio maana tumegundua kumbe ndio maana Simba alimtaka yule kocha. Kwa sababu mazungumzo yalifanyika kule. Bwana Suluge tuge nafasi yetu kupata kazi huko. Kwa hiyo kama matokeo kachukua kazi huko, maisha yanaendelea. Tuone kimeendelea. Lakini ni kocha ambaye katika mpira wa bongo hapa waguse nikuguse, atembei. Kocha wa Bounty Bamba yule pale. Hapa kwetu hapa. Ndio tafutana naye. Kama kwa mpira ule wa Gaborone akaleta mjini hapa. Na kuambia ndugu yangu wallahi adhim tutakuja kumfukuza mtu mapema mno mjini hapa.
Unaweza kushangaa timu moja inafuta kocha mara 2 ndani ya mechi 6 au 7 basi. Hamna kocha. Wanaopata matatizo, kocha mkuu Bwana Matola wangempa timu. Matola angemwamini tu. Lakini yule mimi sina imani naye. Matola angepewa timu, anaifahamu falsafa ya Simba, anafahamu wachezaji mmoja wa Simba, angewapa matokeo. Kutamani kubadilisha makocha ovyo ovyo wakati mwingine wakati azineno mnayo. Hatujui Matola amalizo gani ndani ya wao kwao, lakini kiufanisi mimi Matola namba nafasi kubwa sana ngesema angempa Simba timu. Kwa watu wengine wanahangaika na watu. Lakini bado Seleman Matola atakuwepo kwenye benchi la ufundi kama kocha mkuu. Uko katika nini? Kama kocha mkuu. Matola huwa anapenda apata nafasi peke yake. Tazama juzi kwa peke yake mechi hapa na wale watoto wana Mungu. Messi uliona mechi ile. Ukishamchanganya mafaili ya huku na huku, tuje kutafutana hapa. Sasa hivi mchato tutamchai nani? Sasa kama unawatisha hivi. Mimi siwatishi na hapa angalizo. Sisi kazi kwa sababu sisi tutaki sisi tunataka ligi iwe tamu. Tumeanza kuona ligi imekuwa tamu sasa hivi. Sawa, baadaye tukapata makesi mengine. Ndio maana tunapata tahadhari. Kocha mlie naye mmempima kweli kwa ligi ya Bongo au kasao kapema matokeo ya kafu huko? Tunarudi nyumbani. Licha ya kutokukaa kwenye benchi la ufundi kama kocha mkuu kwa kukosa leseni ya FIFA Pro. Ndio. Hii inaweza ikaleta athari kwa wekundu wa Msimbazi. Kwa maana nawaambia Simba amekurupuka. Simba amekurupuka. Ila Salum tuliambiwa kwamba wapo kwenye mchakato wa kutafuta kocha bora. Hakuwa huyu. Hakuwa nani? Kocha anatakiwa hakuwa huyu. Huyu kaya kwa sababu kama tokea haraka nani ya kafu. Kuna kocha anatakiwa aje mjini. Na akafika mjini. Kuna kocha bila achukue timu ile. Akafika mjini, wakubwa wakapita naye pia. Ndio kocha alikusudiwa kwenda kushika Simba Sports. Unamzungumzia Nabi? Sitaki kusema. Nimeona kuna kocha yuko mjini ndio aliyekusudiwa kuja hapa kufanya kazi na Simba. Wakubwa wakapita naye tap pala amebeti. Na mimi nakwambia huyu achukue muda. Huyu kocha hatachukua muda Simba. Kwani baada ya mchakato si ni jopo lilikaa la wekundu wa Msimbazi ili kumtafuta kocha huyo? Wewe kwa nini? Simba wana jopo, Simba wana kikundi cha wauni. Kuna jopo gani bwana? Jopo mnakaa tumia. Ndio maana nakwambia hivi, Simba viongozi wao wote wa pale. Sana injinia mmoja tu. Yaani wao kama wanakurupuka, mtini fulani wakafanya kazi. Sisi tunajua wapo kipindi kigumu, kipindi ambacho wao tunawaombea dua waendelee kipindi hicho. Tuendelee kupiga tu. Kwa kama wameona hii ndio ufumbuzi kumpata kocha Bwana Mabango, hakuna shida.